kama tulipata hata chupa moja ya soda, ilikuwa ni kile ambacho tunataka nifanye. Mnaandaa hata chupa ya soda tupatie chupa moja na glasi moja. Nakuamini sana maneno yako yote milele yatakatisha yaliyo mema kwangu, najua wala katika shida waweza kumilinda, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko wanichukua mimi na masumbuko, ambayo itatufanya ni sehemu ya kuombea ndoa ya ndugu yetu. Mfumo wa ufungaji ndoa uko mwingi, mfumo wa ufungaji ndoa uko mwingi. Mtu anaweza kaoa mwanamke wake na kataa tena niombee nyumbani, yote ni ndoa inatosha. Kwa nataka nifanyie ibadani, yote inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nisome katika andiko la Mwanzo. Mwanzo sura yake ya 3 na ule mstari wake wa 18. Sura ya 2 mstari wake wa 18, na nitaruka ile ya 23 na 20 na ngapi na 4. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nitamfanyia msaidizi. Lakini wakati mwingine nasemaka Biblia nayo ilikuwa nakosea maneno ya kusema, au waandishi wakati ule walikuwa nakosea maneno. Msaidizi yani si mtu asili, si mtu kabisa wa karibu na mtu, si ni msaidizi tu. Kitaka kumpiga kipasi utampiga tu wewe nyuma. Lakini mwanamke wa mtu si msaidizi, aweze akawa msaidizi, lakini tufuatane na lugha ambayo amesema tu. Sema asa Mungu akasema, nataka nimfanyie Adamu msaidizi atakayefanana na yeye. Katika uumbaji Mungu akamfanya Adamu. Adamu akawekwa katika shamba la Edeni. Kazi ya Adamu katika lile shamba lilikuwa ni kupalilia, kuangalia mazingira ya ile shamba la Edeni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Adamu aliishi mule pamoja na miti na wanyama basi. Lakini inawezekana Mungu wa mbinguni katika kufikiria, katika kuangalia, katika kucheki, alimuona Adamu siku moja, inawezekana alikuwa anatia mkono kwenye shavu. Mungu akaona huyu mtu anakosa kitu fulani. Licha kwamba wanyama wako wanacheza na wanyama, lakini bado Mungu aliona bado sijakizi mahitaji ya nani? Ya Adamu. Kwa njia moja nyingine. Ndio katika ile verse ya 18 ambayo nimesoma. Akasema si vema mtu huyu aishi peke yake, kwa basi nimfanyie msaidizi ambaye atafanana na yeye. Siku moja Mungu alitokea kwa Adamu, akampiga usingizi. Adamu akalala, katika amka yake akakuta hapa pembeni
kuna kiumbe kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kakuta kuko kiumbe kingine ambacho Adamu hakuwa anategemea kwamba atakiona kwa dakika zile. Alikuwa afikiria akiamka hapa ataona simba, chui, mapongo, masungura, manini, lakini akaona kuna kuwa kiumbe kingine ambacho kinafanana na yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Na alipokurupuka Adamu akaanza kutapa. Sababu William nafikiri alikuwa sehemu anasema napata. Ewa. Na utata kwenye alikuwa anasema mungu na kuipata ila vipi. Ndio vile sasa. Na kuipata